Mimi ni Askofu Mkuu Anthony Muheri ya Jimbo Kuu la Nyeri. Leo nchini mwetu tunasherehekea sikukuu kubwa ya Madaraka. Sikukuu ambayo tulipata uhuru wa kujitawala kama nchi, wa kuamua jinsi tutakavyoelekeza nchi yetu. Hawa wote wa Kenya, na katika mipangilio yote, mipangilio ya uchumi, ya maendeleo, na hasa mipangilio ya kuinua maisha ya Wakenya popote pale. Basi leo vyema tutafakari kidogo kama uhuru tuliopata kweli tunautumia kwa njia inayofaa. Kama sasa, jambo la kwanza ni kwamba uhuru ni kwa kuinua maisha ya wote na kulinda Wakenya wote kutokana na chochote kile kinaweza kuwadhulumu. Jambo la kwanza kwa hayo yote ni kipaji kikubwa cha Mungu cha uhai, kulinda uhai wa Mkenya wowote yule, akiwa mkubwa, akiwa mdogo, akiwa tajiri, akiwa maskini, akiwa amesoma, akiwa hajasoma. Ni kwa sababu hiki ni kipaji na ni haki ya mtu aliyepewa na Mungu, haki ya uhai ambayo hakuna yoyote yule anaweza kutunyang'anya haki hiyo. Uhai watakiwa kulindwa, uhai watakiwa kuinuliwa, kila mmoja wetu tukaweza kufikia lengo Mungu aliyotupendea, aliyolenga kama mapenzi yake, tukaweza kutimiza. Tumeshuhudia mambo makali juzi ambayo tunaona maisha inaenda ikiwekwa chini, ikitolewa heshima yake. Maisha ya Mkenya yoyote, na hasa wale wanyonge wasio na nguvu, tunaona wakinyanyaswa mara nyingi, wakisukumwa hapa na pale, wakinyang'anywa mashamba hapa na pale, wakinyang'anywa haki yao, uwezo na fursa ya kuendelea. Watoto wa wanyonge tunaona sasa hivi ni ngumu sana kuenda na kusoma katika chuo kikuu kwa sababu ya karo inaulizwa, kwa sababu mipangilio haimo. Wakenya ambao wanategemea shule zetu, ambao shule tena mpangilio hauna mwelekeo. Watoto wetu wa grade 9 hatujui wanaelekea wapi. Hawa wote wanaleta hofu kwa Mkenya, lakini sana nataka kuhimiza hili la uhai. Tumeona hata watumishi wa Mungu juzi uhai wao hauwekwi maanani, haupewi heshima, na ndipo tumeona mauaji mabaya sana ya wanaomtumikia Mungu na wakiuawa, na sisi bado tunaendelea maisha ni kama hakuna jambo limetukia. Tusikize iliyopata Mtakatifu Paulo kule, na sababu za kupigwa na kuteswa na watu kwa sababu alikuwa akihubiri. Ni katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 kutoka mstari wa 16, na tunasoma: Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi moja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana yake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi, akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasitikika, akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina ya Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Wakawachukua kwa makadhi, wakasema, watu hawa wamechafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Tena wanatangaza habari za desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi.
Makutano wote wakaondoka, wakawaendea, wakadhii, wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bokora. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatuma gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Wakristo wapenzi, hivi ndivyo tunaoshuhudia sasa hivi, ya kuwa kwa sababu ya maneno yale ambao wanatangaza hawa Wakristo, hawa mapadre, hawa waliopewa kazi ya kusimamia Kristo, yaonekana kuna wale ambao wanataka kuwadhuru kwa sababu ya maneno yao. Sisi kama kanisa Katoliki tunaomba serikali kwa njia isiyo na kusitasita kwamba lazima tujue sababu za hizi vifo, na sio tu za vifo za mapadri wetu, lakini ni vifo zote zile ambazo hazistahili. Wakenya ambao wanatekwa nyara, Wakenya ambao wanadhulumiwa na watu walio na nguvu, wanashikwa, hayo yote haiwezi endea kwa njia za Bwana. Mungu wangu, tumuombe tusione huruma. Na siku hii ya kupaa kwako mbinguni, na siku hii tunasherekea uhuru wetu, tutumie uhuru kwa kulinda uhai na sio kuharibu. Nasi Wakenya wenzangu, tujue kwamba mob justice haina fursa katika nchi yetu. Sisi lazima hata sisi tutambue kwamba hata yule aliyemwizi, aliyefanya mabaya, hastahili kuawa na kuchomwa. Hayo yanalia juu kwa Mungu, kama vile tunavyosema wale wanapigwa risasi kama yule Father Aloisi. Huyo aliyefanya hayo mambo mabaya, twaomba ageuze roho. Lakini hata wewe uliyemchoma yule mwizi, yule aliyeshikwa, ugeuze moyo, mrudie Bwana. Sisi wote turudi kwa Bwana na tuheshimu uhai. Hivyo ndivyo Bwana Mungu anatuita. Hatuwezi kuonyesha kwa kidole wale ambao wamefanya mabaya, na sisi tuendelea kutopatia heshima uhai wa wenzetu. Ningewaomba tuombee hawa mapadri wetu walioaga, waliokufa kwa njia isiyofaa, Padre John Maina na Padre Aloisi Bet. Hawa watumishi Mungu, tunaomba uwabariki na upokee katika ufalme wa mbinguni. Lakini tuomba haki yao ifikiwe. Tuomba kujua kilichowauma, walichofanya, ili waweze kupata kuondolewa maisha kwa njia isiyofaa. Tuombe watumishi wa Mungu popote pale, ili wasikate tamaa ya kutumikia Wakristo popote pale tumewekwa, bila woga, na tena kwa utumishi na kujitolea kwingi. Hawa mapadre, mabruda na masista ambao wanatuhudumia, Mungu awabariki na wape nguvu ya kuendelea kutuhudumia kwa moyo mkunjufu, kwa moyo wa ukarimu. Mungu aongezee nguvu na hata utakatifu. Tuwaombee wote wale wanaofanya kazi katika mahala pangumu, na katika siku hizi tunaona mazingira inayotuzingira isiyo tusaidia. Mungu atubariki. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina.